Tuendelee na ibada yetu leo siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2019. Kama utangulizi tu, sehemu tu ya utangulizi. Labda tuanze na kichwa cha somo. Kichwa cha somo cha leo itakuwa hiki hapa. Alama za wokovu na jinsi ya kumtambua aliyeokoka. Alama za wokovu na jinsi ya kumtambua aliyeokoka. Alama za wokovu na jinsi au namna ya kumtambua aliyeokoka. Kama utangulizi tu, ni muhimu kutambua. Kwa mfano tukiwa kanisani, tukiwa tunaangalia marafiki zetu au hata wachungaji wanaotuhubiria, hata waimbaji, ni muhimu wakati mwingine kujua kama huyu kweli ameokoka au hajaokoka. Sababu ya kwanza ni kusudi kama hajaokoka tumpe injili aokoke. Kwa sababu Biblia imesema mwanzoni kabisa pale tumekuwa tunarudia huu mstari. Anasema katika Mathayo 16:26. Anasema, "Je, itamfaidia mtu nini kitu gani iwapo ataupata ulimwengu wote lakini hakuokoka? Alafu akifa akahukumiwa kwenda katika moto wa jehanamu. Atakuwa amefaidi nini?" Kwa hiyo ni muhimu kujua mtu aliyeokoka. Lakini pia kuna watu wanaofeki wokovu. Kufeki ni kama kujipretend. Anasema watu wanavaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Utakutana na watu mara unasikia Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengine tena usipende kwenda kwenye kanisa, unasikia mtu anasoma mstari mmoja anaingia Bwana asifiwe. Ndo tukafika pale Bwana asifiwe. Yaani ile ni kama kujifunika kujificha ficha. Ndio ngozi ya kondoo. Wakati mwingine Yesu anakuwa mdomoni lakini hayamo katika moyo. Kwa hiyo umuhimu wa kujua mtu aliyeokoka. Wakati mwingine kwa mfano mtu ni kijana au ni mvulana au msichana au kijana akiwa kiume anataka kupata mwenza. Sasa hivi katika vitu ambavyo ni vya hatari kabisa kwa mtu ambaye anamwamini, mtu anayeamini neno la Mungu akosee ampate mtu ambaye haamini neno la Mungu, hajaokoka. Hawezi kukaa pamoja hata siku moja. Kwa hiyo ni vizuri tuwe tunajua, anasema Yesu alitoa mfano alikuwa haongelei wa Kristo, alikuwa anaongelea wahubiri. Anasema mtawatambua kwa matunda wanayotoa. Anaweka alama zake. Tunajua kuona ule mstari kwamba hautumiki kumtambua mtu aliyeokoka sio okoka. Unatambua kumjua nabii wa uongo. Lakini naye ni nabii wa uongo kwanza anakuwa hajaokoka. Mtu anaweza kawa nabii wa uongo akahubiri uongo kama ameokoka. Atakuwa hajaokoka. Kwa hiyo somo la leo faida yake au makusudi yake na lengo la kwenda kanisani ni kujifunza maarifa ya Mungu. Ili kusudi tusije tukakanyaga ambapo hapastahili. Hivi mtu akwambia kwamba pale kuna miiba usikanyage. Bahati nzuri watu siku hizo tunatembea na viatu. Zamani watu walikuwa wanatembea bila viatu. Inabidi tu utumie macho yako kuepuka misumari au miiba au vitu vingine. Kwa hiyo lengo la neno la Mungu, lengo la kukusanyika na kujifunza wakati mwingine ni maarifa, kujua makusudi ya Mungu na kutulinda na mashambulizi na vitu vibaya. Kitu kimoja wapo ni pamoja, tutakuja kuona katika maandiko. Labda twende pale katika Wakorinto tuanzie tuone msingi wa somo la leo. Kama utangulizi tusome katika Wakorinto wa pili. Leo tuko katika Wakorinto wa kwanza. Twende Wakorinto wa pili mstari ule wa mlango ule wa 6. Mlango ule wa 6 wa Wakorinto wa pili mstari ule wa 14. Ni mstari maarufu sana. Kwa Mkristo mstari kama hii ni muhimu sana kukaa karibu na kichwa chako, karibu na akili yako muda wote. Anasema mstari wa pili anasema hivi. Anasema kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia, siku ya wokovu na alikusikia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu sasa. Mbele ukisonga mbele alikuwa anaongelea habari ya wokovu. Ukienda kwenye mstari wa 14 hasa alikuwa anaulenga. Luka nenda mbele zaidi. Endelea mbele zaidi. Mstari wa 14 anasema hivi. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Mtu asiyeamini maana yake ni mtu asiyeokoka. Kwa sababu kuokoka ni kuamini. Usifungwe nira. Kwa mfano wewe ni kijana unaenda kuoa au kuolewa, unajikuta watu wengine wanakuambia
mimi niko tayari kusilimu, naenda nimempata kijana ana pesa, nikasilimu. Sasa yani ni nini? Mungu anasema usifungiwe nira. Tunajua nira ni kifaa, ni kama ubao au chuma kinachowekwa kwenye shingo la mnyama na mwingine wawili, ili kusudi waweze kukokota jembe kwa ajili ya kulima au kubeba mzigo. Ili kusudi waweze kuwaunganisha pamoja. Waweze kutumika kukokota mzigo au kulima au kufanya nini. Wale maksai wanaitwa. Sasa Mungu anasema usiungamanishwe kwa nira, yani kusiwe na kigezo cha kukushikamanisha na mtu asiyeokoka. Of course vitu kama salamu, kutana mtu anasema habari asubuhi, ile sio nira kwa sababu hamtembei pamoja. Lakini angalia mfano wa ndoa. Ndoa anasema mnaunganisha, mnakuwa mwili mmoja lakini roho tofauti. Hii inaweza kama okoka, hii haijaokoka. Haya, kwa nini ungamanishwe na kanisa la watu ambao hawajaokoka? Wanaabudu pesa, wanaabudu sadaka, wanaabudu elimu, wanaabudu dunia, alafu huko humo na wewe. Lazima upate zile zinaitwa alama za wokovu, uone kwamba huyu kaokoka au la. Au mtu anakuambia kwamba nilikuwa na shida, naenda kwa nabii. Unamwona nabii anayoyatenda, alama zake sio za wokovu. Atakupa nini? Anaitwa nabii. Kwanza kajipa jina la nabii. Kwa hiyo somo la leo ni muhimu, ni somo kama la kielimu, la kuelimishana, la kutuonya, la kutuongoza, la kututunza na kutukinga na hasa katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi. Kuna uongo mwingi. Kuna kudanganyika kwingi. Kuna hatari nyingi. Anasema tazama siku za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari. Ni nyakati za hatari. Kwa hiyo ni somo la kutufumbua macho na ni somo muhimu katika kulijua. Kwa hiyo anasema msifungwe, mstari wa 14 wa Korinto wa pili anasema msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Unaweza kufungwa nira na wasioamini kwa jinsi ilivyo sawa sawa. Kwa mfano, mko kazini, mfano, ni nira fulani, mkatuma na ofisi kwenda wote labda mkoani kufanya kazi. Ni aina fulani kwa sababu mtapanda gari moja, labda mnaenda Dodoma, mnapanda gari moja, mnashinda mnaongea, lakini anasema kuna kufungwa nira kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa mfano tutoa ni ndoa, ni kanisa, ni rafiki wa karibu. Unakuta mtu ana rafiki, yeye anakuambia ameokoka. Rafiki yake hajaokoka. Wanalishana maneno yoyote yale. Na mara nyingi tulishaona kwamba kitu kichafu hukiambukiza kitu kisafi uchafu, lakini kitu kisafi hakiwezi kikakiambukiza kitu kichafu usafi. Ndiyo sio? Aya, uchukue nguo kwa mfano labda unatembea bahati mbaya kama ndege akakunyea au labda mtoto amekojolea. Ile nguo imechafuka na tulishaona mfano. Nenda kasoma katika kitabu cha Hagai mlango wa 2 pa. Anakuambia je, ukichukua kitu kichafu, labda umechukua nguo chafu ukaikunja sehemu moja na nguo safi. Je, ile nguo safi inaweza kaambukizwa uchafu? Ndiyo. Je, ukichukua nguo chafu, huyo ni mtu asiyeokoka, ukaiweka pamoja na nguo safi, ile nguo safi itatakasika kwa sababu imelala na nguo safi, zimekunjwa pamoja? Haipo. Mtu asiyeokoka hawezi akaambukizwa wokovu na mtu aliyeokoka just kwa kuwa marafiki. Huyu atamfundisha vibaya, atamfundisha ma-TV machafu, atamfundisha kuchora matatu, atamfundisha kuweka nywele marangi ukiangalia yanataka kufanana kama amepaka udongo mwekundu labda au vitu vya ajabu ajabu. Ndicho anachomfundisha. Atamfundisha kuvaa uchi. Atamfundisha kwenda Kariakoo akanunua nguo au sehemu yote ile ambayo unakuta labda imekuja hapa imefunikwa hapa chini kuna tundu. Hapa kuna tundu. Au unaona ndani imewekwa kila sehemu na madini. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mungu anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi hivyo sawa sawa. Wasioamini ni maana yake wasiookoka. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ni falme mbili tofauti kwa lugha nyingine. Anasema tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Yaani Biblia inasema katika
katika Mathayo 5:13 anasema ninyi ni nuru ya dunia. Maana yake mtu akishaokoka akamwamini Yesu akajua kweli ya Yesu ya Mungu anakuwa ni nuru. Anatakiwa ang'arishe. Sasa utaishije katika hali ambayo hutoi nuru? Anaendelea. Tena mstari wa 15 anasema tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Kwa sababu huyu aliyeokoka ni wa Kristo. Beliari ni jina jingine la shetani. Au sehemu nyingine anaitwa Beelzebul. Au maneno kama hayo. Anasema kuna ulinganifu gani? Unakuta mtu rafiki yake wanayopeana siri ni mtu ambaye hana habari za Mungu. Mungu hajasema kwamba tuwatenge, hapana ieleweke. Mungu anatutaka, anasema siwaombei watoe katika dunia bali uwalinde na yule mwovu. Uwalinde na maongezi yao. Mtu anakuambia mimi nimeokoka lakini napenda kwenda baa kuongea na rafiki zangu lakini simu. Utakuwa nakunywa soda. Kesho na kesho kutwa utatoka kuacha kunywa soda utamwambia naomba nichanganye na kadogo, unakunywa mchanganyiko wa soda, siku nyingine utajikuta umekunywa. Sasa hivyo ni vya waziwazi vinaonekana kwa macho, lakini kuna vingine hasa kwa watu wa makanisa na imefika wakati labda unataka kuoa kuolewa mfano ndipo unatakiwa utumie hizi alama uzigundue za wokovu. Huyu kaokoka au mtu yuko kanisani. Makanisa ya leo unakuta yanaenda yanajawa na watu wasio na wokovu, hata kama wako waliookolewa ni wachache, unakuta kanisa linaenda ndivyo sivyo. Na kwa sababu inakuwa limejengwa juu ya hekima ya binadamu ambayo sio wokovu. Kwa hiyo ndo hoja ya leo ya msingi, kwa nini tunatakiwa kuwajua waliookoka na tunatumia alama zipi? Tunatumia vigezo gani? Na anasema katika Wakorinto wa kwanza hiyo 15 kienda tulikuwa Wakorinto wa pili kurudi kushoto kidogo Wakorinto wa kwanza 15 anasema msidanganyike. Wakorinto wa kwanza 15 tusome pale. Tulikuwa kwenye Wakorinto wa pili, twende Wakorinto wa kwanza 15, twende kushoto tu kidogo. 15:33 Biblia inasema hivi. Akiongelea habari za marafiki, anasema msidanganyike. Wakorinto wa kwanza 15:33 anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Wewe una rafiki. Rafiki, kazi ya kwanza ya rafiki kabisa ni kuzungumza. Kazi ya kwanza kabisa. Mazungumzo mengine siku hizi yanapatikana kwenye TV. Yanapatikana katika vile vipindi vinaitwa bongo nini, inaitwa bongo movie. Kuna sijui maigizo, sijui vitu gani, na ukiangalia karibu kila maigizo either yanafundisha kama ni mwanaume kuwa na mke wa nje, kama ni mwanamke kuwa na mume wa nje, kama ni kijana kufanya vitu vichafu. Ndio wasipotunga movie yenye mambo kama hayo haiuzi hata siku. Na yani mazungumzo, anasema mazungumzo mabaya yanaharibu tabia. Kwa hiyo na mazungumzo yanakuja katika kufungiwa nira pamoja na mtu mwingine asiamini. Sasa hiyo ilikuwa kama utangulizi. Lakini tukienda sasa katika hoja moja. Hoja ya kwanza, tutakuwa na hoja tatu kwa ufupi. Fupi lakini hoja ya kwanza inasema hivi. Matendo mazuri sio kipimo cha wokovu. Matendo mazuri sio kipimo cha wokovu. Kwa nini unasema sasa badala ya kwenda moja kwa moja kwenye alama za wokovu, sio alama ya wokovu? Kwa nini sasa? Ngoja tuanze na kukanusha kitu kilichozoeleka cha uongo. Matendo ya mtu anakuambia siku hizi unasikia watu wengi huangalia matendo kusema kwamba huyu kaokoka. Wanaangalia labda kwa mfano kama ni katika mazingira ya kanisani, wanaangalia uimbaji. Yule dada anajua kuimba. Yule kaka ni mwimbaji, anajua kupiga ngoma, anajua nini. Yule kijana ni mcheza kinanda na ametoa single siji 5 siji tofauti siji na anatafuta hela akarekodi siji vitu gani. Hicho sio kipimo cha wokovu. Anaimba sana. Kesho na chochote atakuwa anaanguka mapepo. Hivi yule aliyeanguka mapepo, anayeanguka mapepo na nyimbo zake kuliko wote ni nani? Mwanamke mmoja anaitwa nani? Rose Muhando, si ndio? Mtu huwezi ukawa umekuwa kuongoza na mapepo hata siku moja. Kwa sababu anasema tunapokuwa na roho wa Mungu ndani, anasema je, mtu anawezaje
kuingia na kuteka vilivyomo katika nyumba ya mtu mwenye nguvu. Kama Roho Mtakatifu amekuja amekaa kwako, shetani hana nguvu za kuja kumuondoa nani. Wale watu wanaosikia kila Jumapili wanaanguka mapepo na ni Wakristo wa miaka 20 30, kila siku wanaombewa wanaanguka. Wanakuwa na mapepo kwa sababu hawana wokovu. Na ndio wamejama kanisani, ni makanisa ya kirokole. Kwa hiyo watu wengi huangalia matendo kudhani au kujua kwamba mtu kaokoka. Sio kweli. Huangalia uimbaji, huangalia uendaji wa kanisani, kuhudhuria ibada, kunena kwa lugha. Leo hii wanakuambia mtu hajanena kwa lugha hana roho wa Mungu, hajajazwa. Upuzi. Haneni kwa lugha kwa sababu hana mapepo. Yale maneno yote yanaitwa kunena kwa lugha ni mapepo. Au ni maigizo. Ni kati ya mawili. Ama ni mapepo ama ni maigizo. Na mara nyingi vyote. Wakati mwingine anaigiza, akishaigiza pepo linaingia. Basi. Kutoa labda mtenda mema, kutoa misaada, yule jamaa bwana ni mzuri, bwana alikuwa mtu mwema sana. Kuna mtu kwa mfano utasikia mama siji Teresa wa Calcutta alikuwa mwema sana, alitoka kwa akiwa binti akaenda ameisha na hudumia watu na matendo mazuri hayapeleki mtu mbinguni. Bahati mbaya. Na actually watu watakao utakuja kuona kwa maandiko kwenye Mathayo 8 sitasema sasa hivi kwa sababu tutakuja kwenye kipengele. Watu watakao lia na kusaga meno ni watu waliokuwa wanategemea matendo mazuri. Walifikiri kwa matendo mazuri wanaenda. Tutakuja kuona alama za wokovu ambazo ndio zinapeleka na watu mbinguni. Utasikia huyu mtu labda kwenye misibani utasikia kwenye misiba huyu mtu alikuwa na matendo mazuri, Mungu ameshafika mbinguni amempokea. Tumwambia tuombee. Matendo mazuri ndio yanaangaliwa. Na yale matendo mazuri kiangalia alichokuwa anakitenda akiwa peke yake alikuwa mabaya. Biblia inasema katika Warumi, sikuwa nimeandika na sio sehemu ya mafundisho ya leo. Lakini anasema katika Warumi mlango wa 3:15 pale anasema hakuna atendaye mema la hata mmoja. Anasema pia katika Mhubiri Mhubiri 11 pale. Anasema hakuna anasema bila shaka hakuna mwanadamu anayetenda mema asitende maovu. Na Biblia inasema hakuna kitu kinyonge wala kidhaifu au kichafu najisi hata kimoja kitakacho penya kwenda mbinguni. Anasema katika Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 27. Hakuna kitu hata kitu kichafu. Ndio sababu kwa sababu hatuna uwezo wa kujitakasa peke yetu, lazima tujisalimishe kwa Yesu Kristo atufunike kwa vazi la haki. Unajua wewe nikupe mfano mbaya lakini mnisamee, nikitoa mfano mbaya mnisamee. Hicho ninachokifanya kila siku. Ndani ya tumbo la mwanadamu ndani na mwili mzima humu mpaka kwenye ubongo kuna vitu vichafu vinanuka. Sawa. Kuna vitu vichafu vinanuka, kuna choo huku ndani. Kuna choo kingi kinanuka sana. Lakini mwanadamu huku nje Mungu kamchukua kamfunika na ngozi vizuri. Ule uchafu wa ndani hauwezi kutoka nje, unabaki kule kule. Basi mwanadamu anaonekana anapendeza. Lakini huu uchafu kitoka nje utakuwa unanuka. Ndio sababu mtu akipasuka kaanguka anaharibika kabisa na kuwa mchafu. Watu wanamuogopa. Labda amegongwa au anaona bongo umetoka nje, uchafu umetoka nje, ameungua, mfanya nini? Kwa sababu lile vazi la nje aliyovalishwa la mwili, la ngozi limeondoka. Vile vile uchafu wetu wa kiroho, wa matendo ya binadamu usipofunikwa na vazi la Yesu Kristo, aliye msafi mtakatifu asiye na uchafu, lazima tutanuka tu. Ndio sababu anasema hakuna mtenda. Yaani vitu vya ndani vyetu ni vichafu. Anasema kinachomtoka mwanadamu ni uchafu, ni matukano, ni uovu, ni uchafu, ni washtati, kwa sababu ndani kunatoka vitu vichafu. Na ni vichafu kwa maumbo na ni vichafu pia kwa kiroho. Lakini tunapokuwa katika Yesu Kristo tumefunikwa, basi kinachoonekana nje ni ngozi ya Yesu Kristo. Ni vazi la haki. Anasema nitafurahi sana katika Bwana kwa sababu Bwana amenivisha mavazi ya haki, mavazi ya wokovu. Kwa hiyo ninaweza kusema ni nini? Ni kwa sababu kwa hiyo matendo hayawezi akawa kigezo. Twende tukasome katika kitabu cha Mathayo tukihakiki kwamba matendo ya mtu
Matendo ya mtu, uimbaji wake, misaada anayotoa, urafiki anayofanya na watu, uchekeshaji, vyote hivyo sio vigezo vya wokovu. Wala havipeleki mtu mbinguni. Wala haviwezi kutumia kuchagua mke au mume. Huwezi kutumia kuchagua mchungaji. Yule mchungaji ni mzuri bwana, anapenda, ni mcheshi macho. Yaani meno yake yako nje kila wakati. Mwingine anacheka kama shetani. Shetani wana vicheko vyao. Cheka. Tusome katika Mathayo 22, Mathayo 7 mstari wa 22. Mathayo 7:22 anasema hivi. Mathayo 7:22 anasema. Mathayo mlango wa 7 mstari wa 22 anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Maana yake kuingia ufalme wa mbinguni mtu aliyeokoka. Maana yake si kila mtu anasema Bwana Bwana aliyeokoka, ndo maana yake nyingine. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na huku sehemu nyingine mapenzi ya Baba yangu anasema ni kumwamini Yesu Kristo. Anafanua katika mistari mingine katika Yohana 7. Anaendelea anasema hivi, wengi, angalia mstari wa 22 anasema wengi wataniambia siku ile, nimeanzia 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako. Unaona kwamba alikuwa na matendo mazuri ya kutoa unabii. Sio wokovu. Na kwa jina lako kutoa pepo. Haya matendo mazuri haya yani katika urokole 99% ndicho kipimo cha wokovu kwa warokole. Anasema huyu jamaa ni kijana mzuri, anajua kutoa unabii. Kuna nabii amekuja anatoa unabii, anasema wewe sijui utapata nini. Anatoa mapepo. Mungu anasema kutoa mapepo au kutoa unabii vitapeleka watu motoni. Kasha anasema watalia na kusaga meno. Anasema bali anaendelea anasema na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Leo hii makanisa yamejengwa juu ya nini? Ya muujiza, sio muujiza. Miujiza itapeleka watu motoni. Wazi. Kwa sababu haina wokovu. Ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe. Yaani hawa watu hawajawahi kuingia katika mahesabu ya Mungu. Sikuwahi kuwajua kamwe. Mlikuwa mnatoa unabii. Leo hii watu wa unabii ni wengi kuliko wahubiri injili. Yaani ni rahisi kuifika kwenye kanisa kadogo asikia unabii, nimeenda, sijui nimeona hapa leo, naona watu wangapi wanaenda kubarikiwa. Naona kuna mtu mwingine huyu, kuna jirani yako anakuroga, njoo nikuombee. Wanahubiri uchawi. Yesu hajawahi kuhubiri uchawi hata siku hii. Wala sadaka. Lakini ndivyo vilivyojaa makanisani. Kwa nini tukubali kupotea? Kupotezwa na wanadamu. Kwa sababu tu hatutaka kufungua maandiko ya Mungu na kujua kweli. Sio nani tutajua kweli na kweli itawafanya huru. Mungu anatuambia kwamba vile vigezo vilivyojenga makanisa ya kirokole vyote havipeleki mtu yeyote mbinguni. Unabii, kutoa pepo na kitu kingine miujiza. Ndivyo vinavyo, yani hivyo, hizo ndio alama za urokole. Unabii, mapepo, miujiza. Ndizo alama za motoni. Anaendelea. Anasema ndipo ninawaambia sikuwahi kuwajua. Yaani kama hukuwahi kujulikana na Mungu. Paulo anasema tujihakikishe kwamba tumemjua Mungu. Tena anajisaisha anasema au la tujulikane na Mungu. Kwa sababu unaweza kujifanya Mungu na kujua kama hajakujua baba. Mungu kutujua sio kitu cha kubahatisha. Hapana. Sema yeyote atakaye kiri jina langu na kuamini moyoni ataokoka. Anasema katika Yohana 5:20 anasema amini nawaambieni yeyote alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Haya maneno anasema ana uzima wa milele, amepita kutoka hukumuni, ameingia katika uzima wa milele. Amepita, ni tukio lililokamilika. Hajasema kwamba atapita. Anasema amepita tayari, imeshaisha. Ni tukio limeisha. Anasema nawapa uzima wa milele. Akisema uzima wa milele maana yake ni kitu cha milele. Sasa wewe unasema tunaokoka kila siku. Hapana, tunaokoka mara moja. Kama vile ambavyo hatuzaliwi kila siku. Mtoto anaweza kazaliwa Jumatatu, kazaliwa Jumanne. Akishazaliwa amezaliwa. Kazi inayofuata ni kukua. Mtu akishaokoka, kazi ya kwanza akishaokoka ameokoka. Kinachofuata ni kukua katika neema ya Mungu, kujua kweli ya Mungu. Ni kitu kimoja. Kwa hiyo matendo, sina haja ya kumalizia huku, matendo sio kipimo cha wokovu.
Hata yale yanayoonekana ni ya Kikristo. Naomba kama kuna mtu amelala jirani yako muamshe. Huyo hapa amshwe. Tuendelee. Tuende kwenye Warumi 11:6. Bado tuko tunaonyesha kwamba matendo yanayo tufanye matendo mema ili kusudi kifo kitakapotukuta ndicho wanachoamini makanisa. Kanisa langu la zamani la Katoliki. Anakuambia tuishi katika matendo mema ili kusudi kifo kitukute katika hali nzuri. Yaani inategemea eti huwezi kujitakasa hata siku moja. Unaweza hawana Yesu. Kwa hiyo anasema wanategemea njia zao wenyewe. Tuende katika Warumi 11, tutasoma katika King James. Kwa sababu Biblia za Kiingereza nyingine NIV, si vitu gani hizo New International Version na hii ya Kiswahili hizi tunazosoma zote hizi zo chakachuliwa, huo mstari zimeufuta. Hazijaufuta lakini zimeukata kipande. Kumebaki nusu. Warumi mlango ule wa 11 mstari wa 6, hem tusikilize. Biblia inasema hivi. Warumi 11:6 Biblia inasema hivi. Anasema and nitasoma kwa Kiingereza afu nitafafanua. Anasema and if by grace then it is no more of works. If by grace then it is no more of works. Otherwise grace is no more grace. Anasema iwapo ni kwa neema basi si kwa matendo. Vinginevyo neema isingekuwa neema tena. Kwa sababu kama neema inaongezewa matendo maana yake sio neema, haijajitosheleza. Anaendelea. Sasa kipande cha pili ndio kimefutwa. Anaiongea katika the opposite, kinyume sasa. Anaongea kinyume. Anasema hivi, but if it be of works, kama ni kwa matendo mazuri kwa mfano, then it is no more of grace. Otherwise work is no more work. Kwa hiyo anasema anakataa tena usivichanganye. Matendo anasema ni kwa huku nyuma alikuwa anasema tumeokolewa kwa jinsi ya neema ya Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo. Lakini anasema sasa nisichotaka usiongeze na matendo. Anasema kwa sababu ikishakuwa ni neema basi usiweke na maneno haina matendo mazuri, kwa sababu basi neema itakuwa sio neema tena. Na anasema iwapo sasa itakuwa ni kwa matendo mazuri basi neema haipo. Sasa watu wengine wanakuambia tunataka tumweke na Yesu, tumweke na Maria, alafu na matendo mazuri. Ni mixture, ni mchanganyiko ambao haupo. Biblia imekataa. Neno la Mungu liko wazi. Huu ni mstari mmoja tu, iko mingi. Hiyo ndio eneo ambalo Biblia imeweka bidii sana. Kwa hiyo anasema if it is by grace it is no more of works. And if it is by works then it is no more of grace. Otherwise grace is not grace and work is not work. Hatuna matendo mazuri tunaweza kufanya. Sasa huyu inaonekana anatufundisha kutenda matendo mabaya. Hapana, Mungu anasema tutende matendo mazuri sio kwa ajili ya wokovu, haina uhusiano, ili kusudi. Ni kama mtu mtoto anapoenda kujifunza kusoma na kuandika. Akishamaliza darasa la kwanza la pili la tatu mwisho pale, mtoto kawaida atakuwa ameshajua kusoma na kuandika. Mtu huwezi kuniambia kwamba anaenda kusoma chuo kikuu kujifunza kusoma na kuandika. Kama anakwenda kusoma vitu vingine ni kama kuongezeka, ni kukua tu, lakini kwa habari ya kujua kusoma na kuandika alishamaliza. Vile vile matendo mazuri, kushinda dhambi, kufanya nini, sio kwa ajili ya kujifunza wokovu. Wokovu tushaupata. Ni kukua katika kuishi katika njia inayompendeza Mungu. Na kuokoka sio kumpendeza Mungu. Kuokoka ni kujisalimisha dhidi ya hukumu ya milele. Ni kwa faida zetu. Matendo mazuri ni kwa faida zetu, lakini pia wakati mwingine ni kutenda mapenzi ya Mungu. Maana wokovu ni mapenzi ya Mungu by the way. Haya. Kwa hiyo tunaona kwamba sio matendo yanayopima wokovu wa mtu. Tumeona sehemu nyingi. Tuende katika Tito 3:5. Tito 3:5 anasema hivi. Kitabu cha Tito mlango ule wa 3 na 5 anasema hivi. Kuna sehemu nyingi za kwenda lakini tutazipunguza. Ni nyingi sana. Lakini tusome chache. Tutasoma Tito 3:5 anasema hivi. Tito ni kabla ya Filemon na ndo naingia na Ibrania ndo naingia Tito. Tito 3:5 anasema hivi. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi. Mungu asema mara ngapi? Hemu tuishi kwa neema. Tuishi kwa matendo mazuri kusudi tukifa twende mbinguni.
Mama Teresa wa Calcutta ametwaliwa ameenda mbinguni kwa sababu alikuwa anatenda matendo mazuri. Biblia inasema sio kwa matendo mazuri. Sasa tumwamini nani? Tumwamini Mungu, tuamini wanadamu. Sio kwa matendo mazuri. Na hatuhitaji hata kumalizia ule mstari. Twende kushoto, twende katika wa Efeso. Wa Efeso, ukirudi kushoto kidogo wa Efeso 2:8 na 9 anasema hivi. Wa Efeso 2:8 na 9 anasema hivi. Kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ili kipawa cha Mungu, ila ni kipawa cha Mungu. Ni neema ya Mungu ndio kipawa. Mstari wa 9 anasimama yani anathibitisha zaidi ya maneno anasema hivi. Wala si kwa matendo mazuri, kwa lugha nyingine mtu awaye yote asijisifu. Sio matendo mazuri. Huyo utaweza kalikata hajaenda mbinguni kwa sababu alitegemea matendo yake mazuri. Utashangaa tutamkuta moto. Tutamuona moto. Anaungua. Si kwa matendo. Anasema Wayahudi katika mlango wa mlango wa 10 wa Warumi, anasema Wayahudi wakitafuta sikuwa nimeupanga lakini maanisha kwamba Wayahudi sitaenda kukosoa muda. Mlango wa 10 mstari wa 3 pale anasema wakitafuta haki yao wenyewe, yani walienda wakajitengenezea haki yao wenyewe. Namna ya kwenda mbinguni, namna ya kumwabudu Mungu, mipango yao anasema walikosa ile njia ya kwenda mbinguni kwa sababu walitumia kwao au kutumia ya Mungu. Leo hii Wakristo wana njia zao za kwenda mbinguni. Hii habari ilianzia kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha Mwanzo, watu waliposema wanataka wafike mbinguni kwa Mungu kwa kujenga mnara wa Babeli. Hizo dini zote za Babeli msingi wake ni matendo yao mazuri wapeleke mpaka mbinguni kwa kutumia nguvu zao wenyewe. Ni picha, ni lugha ya picha. Lakini Yesu anasema hapana. Mimi nawapa uzima wa milele. Mimi ndo naye utoa. Basi. Kwa hiyo matendo mazuri hayatakaa hata siku moja yapime wokovu wa mtu. Twende katika tusome Mathayo 8. Mathayo 8:11. Mistari hii tukishamaliza hii tutakuwa tunaelekea kukamilisha somo. Mathayo 8:11 anasema hivi. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo mlango wa 8 mstari wa 11 Biblia inasema hivi. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Hebu angalia hii picha. Kuna wana wa ufalme. Watu walio kwa lugha nyingine ni watu wa kanisa. Kwa picha ya leo. Alikuwa anaongelea na Wayahudi. Watu wa kanisa wanaimba, wanatoa ushuhuda, wanatoa pepo, wanajinasifu siji Bwana asifiwe nyingi, anasema lakini hao ndio watakao kutupa nje. Kwa sababu gani? Unaweza kusema sasa mbona kama mambo ya Mungu ni mafumbo haijulikani? Je, sisi tuna uhakika gani kwamba hatuingii kwenye kundi la wana wa ufalme wanaotupa nje? Sisi tuna uhakika gani? Tuna uhakika kwa sababu tunatumia maneno ya Mungu. Hao watu watakao tupa nje, ukienda kwenye makanisa tunayosema, mistari ya wokovu kwao haina maana yote. Mistari ya wokovu haina maana kwao, hawaitumii. Anasema wametafuta haki yao wenyewe. Ukiwaambia kwamba si kwa jinsi ya matendo yetu mazuri, si kwa jinsi, anakuambia kama utoe sadaka zako, utoe mafungo yako ya 10 jihesabie moto wa mbinguni. Kwa lugha nyingine ni mwana wa ufalme anatupwa nje kwa sababu sisi hatuwezi kuhubiri kitu kama hicho. Kwa hiyo hatuingii kwenye hiyo hukumu. Kwa hiyo wana wa ufalme, actually watu wengi watakao tupwa motoni ni watu waliopata habari za Yesu Kristo kwa ufasaha sana. Lakini wakaziweka pembeni, wakaweka mipango yao wenyewe. Sasa tuje kwenye kiini cha somo la leo. Tumeona kama sio matendo na ni mistari mitatu tumeigusa. Sio matendo yanayopima wokovu. Kipimo cha wokovu ni kulisikia neno la Mungu. Yesu ndiye anasema mwenyewe. Kile kitendo cha kuwa tayari kila neno la Mungu kilisikia anasema kweli. Ukalipokea kwa imani.
Wokovu ni imani, si ndio? Wokovu ni imani. Na neno la Mungu tunalipokea kwa imani. Neno la Mungu limepingana na neno la dunia. Tusome Yohana 8:47. Mstari wa msingi. Naweza kusema ndio mstari mkuu katika somo la leo. Yohana 8:47. Tuone watu wanaohesabiwa kuwa, anasema wanaohesabiwa kuwa ni wa Mungu, watu wa Mungu, watu walioitwa kwa jina la Mungu waokolewa. Wana kigezo, wana kipimo gani? Yohana 8:47 Biblia inasema hivi. Yohana 8:47 anasema hivi. Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba watu wasio, Mungu anakuambia kwamba si kwa matendo mazuri. Mungu anakuambia hapana, mimi natumia matendo mazuri. Huyo hasikii sauti ya Mungu. Sio wa Mungu. Lakini yeye anayeambiwa kwamba ni si kwa matendo yetu mazuri bali ni katika kumwamini Yesu Kristo, anasema huyo ni wa Mungu. Huyo kaokoka. Mtu hawezi kusema ni wa Mungu alafu hajaokoka hata siku moja. Ni amezaliwa na Mungu, ni mtoto wa Mungu. Kwenye Yohana hiyo turudi kwenye Yohana, tulikuwa kwenye Yohana 8. Twende mbele 51, tulikuwa kwenye 47, tusome 51. Anasema hivi, Yesu anasema amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu, akilisikia neno la Mungu akalishika, hata ona mauti milele. Huyu mtu ameokoka. Usiona mauti milele. Anasema mtu akilishika neno, amini amini nawaambieni, mtu akitoa sadaka zake vizuri. Mara nyingi Biblia inasema kwamba Paulo anasema Zaburi 51 mstari wa 16 pale. Anasema Bwana, kuridhii sadaka sitaenda pale. La sivyo ningezitoa nikawa na amani nawe. Anasema lakini moyo wa mwanadamu ni moyo uliopondeka. Mungu anakuambia mwanamke asivae suruali, na mimi nikalisikia moyo kwa kubali, nimelikubali neno la Mungu. Lakini mwingine anakuambia kwamba natoa sadaka na nimevaa suruali zake. Mungu kipi ameanza nacho? Neno lile, moyo uliopondeka na kusikia sauti ya Mungu. Acha yeyote alisikia neno langu, huyo hata ona mauti milele. Twende mbele, twende upande wa kulia, Yohana 10, tulikuwa Yohana 8, turuke sura 2 mbele. Anasema Yohana 10 mstari ule wa 26 na 27 anasema hivi. Hii ndio mistari mizito ya leo. Yohana 8:47 na hata 51 lakini hasa 47, na Yohana 10:26 anasema hivi. Anasema Yohana 10:26 anasema lakini ninyi hamsadiki. Biblia inatumia neno kusadiki, silikubali, anasema hamuamini. Hawaamini neno la Mungu kwa sababu hamumo miongoni mwa kondoo wangu. Hajasema kitu chochote kile. Kuto watu walio miongoni mwa kondoo wa Mungu, au ni watu walioitwa kwa jina la Yesu Kristo, waliookolewa, anasema ndio wanao uwezo kulisikia neno la Mungu. Kitendo cha kulisikia neno la Mungu ukalikubali. Mungu anasema hivi katika Zaburi. Anasema hivi katika Isaya. Leo hii Wakristo wengi maneno ya Mungu mengi hawayakubali. Wanayakubali yale ambayo wanawapendeza. Basi. Bwana ndiye mchungaji wangu, anasema hilo nalikubali. Sitapungukiwa na kitu, nitakubali. Nitawaseta si adui zako, hilo nalikubali. Mungu anakuambia kwamba mwanamke asivae mavazi ya wanaume na wanaume, anasema hilo sikubali. Huyo hajaokoka kwa sababu halikubali neno la Mungu. Unaweza kusema kwamba okay, kuna baadhi ya maneno ngoja tueleweke vizuri. Tueleweke vizuri. Kuna maneno ambayo sio ya wokovu moja kwa moja. Sio kila neno la Mungu linaongelea wokovu. Lakini kuna maneno zile tunazita doctrine kuu. Mtu anakuambia Biblia kwa mfano inasema okay, tutakuja kwenye baadhi ya mistari moja kwa moja. Lakini tutakuja kuona kwa mfano watu wanakuambia tunaenda Israeli kujifunza mambo ya Mungu. Wakati Biblia imesema Hawa anasema alikuja kwa walio wake wakamkataa. Sasa wewe unaenda kufundishwa nini kwa watu waliomkataa Yesu Kristo? Sana anaenda kuwapa injili na hawaendi kuwapa injili. Wanaenda kujifunza ibada zao.
Twende katika kitabu cha kwa mfano mtu unamfungulia neno la Mungu linasema hivi. Wokovu unapatikana, nasema hapana, mimi siamini. Kuna mtu mmoja, wengi tu tunapelekea injili tukamwambia wokovu, tukaelesha wokovu, tukamwambia si kwa jinsi ya matendo yetu na nini na nini. Baadaye akasema sawa, nashukuru, lakini mimi nitaendelea kusimama na mama Maria wangu. Huyo hawezi hakuokoka. Biblia haijawahi kusema habari. Biblia inasema mara nyingi, anasema Maria mama wa Yesu kwa jinsi ya mwili. Ule mwili ulioharibika, kwa sababu Yesu alipewa mwili mpya. Alivalishwa mwili usioharibika, mwili mpya, kama vile tulivyozaliwa tukapewa miili hii, tutapewa miili mipya. Anasema hii haiwezi kaurithi ufalme wa mbinguni. Ule mwili wa Yesu uliozaliwa na Maria ulioza. Yaani ulipotea, uliondoka. Akavalishwa mwili mpya usioharibika. Biblia inasema. Sasa Maria mwenyewe anasema ninamtumainia Mwokozi wangu. Naye anahitaji Mwokozi. Anamwambia Maria ndiye anayetuokoa. Kitu ya uovu wa namna gani? Kwa hiyo hayo maneno ya hiyo hali ya kukataa maneno ya Mungu ukajitungia kwako ndicho kigezo cha mtu kuokoka. Sio kwa matendo mazuri. Hawa watu wanaweza kuwa na matendo mazuri kuliko actually watu ambao hawajaokoka, kwa sababu wanawekeza katika matendo yao mazuri, ndio wanasema wana major katika hilo eneo. Basi wanaonekanaga wana matendo mazuri. Ukiangalia uvaaji wanakuwa wako bora kidogo. Mfano Waislamu wanavaa bora kuliko. So ni dini yani dini zote zinakutanikia katika tendo moja tu. Kuamini matendo mazuri kuwapeleka mbinguni. Dini zote. Dini ya pekee ambayo mpingana nayo ni dini ya wokovu, ya watu waliookoka kweli, wanaoamini kwamba sio matendo yao mazuri bali ni vazi la haki wanaopewa katika Yesu Kristo. Dini zote, tafuta zote. Ukienda kwa Wahindu watakwambia wanaishi matendo mazuri. Ukienda pale maeneo ya Upanga kuna sehemu kitoka pale na roundabout ya Muhimbili, kuna sehemu unaokuta mkuu, si wanaita watu gani? Wameandika matendo yote mazuri yanayopeleka mbinguni. Si kama ushawahi kuona. Pale ukitoka na roundabout unashuka kabla ya kutokea barabara kuu ile ya Umoja wa Mataifa. Una sehemu wameweka si tempo ya nini? Wachekee watu, waonyeshe kicheko kila mtu kila siku. Siji wape chakula watu. Sawa, ni matendo hana ubaya. Lakini yote hayo hayapeleki mtu mbinguni. Hata siku moja. Hapo wameandikwa pale mengi tu. Nikiyaona pale nashangaa na kusikitika sana. Sasa hayo ndio yamepelekwa kwenye madini yote, si Makatoliki, si Marutherani, wote wanaamini katika matendo mazuri. Unakuta unaweza kuwa unaendesha labda gari unatoka mjini au unaenda mjini. Angalia magari ambayo yameninginiza zile rozari. Katika magari matano utakuta matatu yameninginiza, yani ulinzi wao umetungwa na kajitu kalikoenda katengenezwa kiwandani. Eti ndio Mungu wao. Kitu cha ajabu sana. Na anakomaanako mwingine unakuta ameninginiza mpaka shingoni. Unamuuliza imeandikwa wapi? Angalau basi kwenye Biblia popote pale. Na ukienda kila dini ya uongo ina rozari yake. Waislamu wana kitu wanaita tasbih. Wakatoliki wana rozari yao. Wahindu wana rozari zao. Yaani wote wanakutania katika kitu kimoja. Wabudha wana rozari zao. Zipo kila mtu anayakwa. Na zote hakuna popote katika neno la Mungu. Hata siku moja. Lakini wanakuambia tunamwabudu Mungu tunaenda mbinguni. Mtu mmoja akamuuliza akasema, "Bwana, je, wanaokolewa ni wachache?" Akasema ndio ni wachache. Tena jihadhari usiende katika wengi. Usiende katika njia walio wengi. Ni wengi kwa sababu wanafanana tabia. Wote wanavaa vibaragashia. Wote wanavaa makanzu marefu. Tutakuja kuona Mungu anasema kwamba jihadharini na watu wanaokuja wamevaa mavazi marefu. Wakija na injili, wamevaa mavazi marefu, mwambie siji ni Shehe Haji nani anaingia kwenye makanisa ya kirokole kila siku kila siku. Anasema jihadhari na mtu aliyevaa vazi refu. Lakini kigezo ni kuisikia sauti ya Mungu. Kwenye Agano la Kale kusoma katika Isaya mlango wa 20, soma katika King James. Kisha ingia katika mambo yanayohusu wokovu. Hiyo sehemu lazima waigonge. Isaya mlango wa 8 mstari wa 20 nisome katika King James, anasema hivi. Isaya, haya mambo wokovu kwenye Agano la Kale ulikuwa ni kwa jinsi ya kuamini
Biblia inasema Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki wala hajatenda matendo mazuri. Biblia inasema inafafanua katika mlango wa 4 wa kitabu cha Warumi kwamba Ibrahimu hakuokolewa na yale matendo yake mazuri au kumtoa Isaka, hapana. Aliokolewa na kumwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki. Kama ilivyokuwa kwenye agano la kale ndivyo ilivyo katika agano la jipya. Na kwenye agano jipya Yesu Kristo amefafanua zaidi. Isaya mlango ule wa 8 mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi. Isaya mlango wa 8. Isaya mlango wa 8 mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi. Anasema to the law and to the testimony. Testimony ndio ushuhuda. Jina jingine la injili ni ushuhuda. Anasema kwa jinsi ya sheria ya Mungu na kwa jinsi ya neno la Mungu, injili ya Mungu, anasema if they speak not according to this word, neno la Mungu, wakiongea nje ya neno la Mungu, it is because there is no light in them. Anasema hakuna nuru katikati yao. Yaani watu wakija hawaongei neno la Mungu, haongei sheria ya Mungu. Ni kwa sababu hawana neno la Mungu. Unasema sasa ina uhusiano gani na haya? Tunayasema ina uhusiano kwamba Mungu anasema wokovu ni kwa jinsi ya kumwamini Yesu Kristo. Wakija wanahubiri kinyume na hayo ujue kwamba hawana wokovu, hawana nuru ya Mungu. Ndio maana yake hayo maneno. Tusome twende sasa. Tumeshaona kwa kuhakikisha Yesu Kristo anasema kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Anasema ninyi hamuisikii sauti yangu, hamnisikii neno langu kwa sababu ninyi sio kondoo wangu. Maana yake hamko katika kundi la watu wa Yesu Kristo. Ndicho anachosema. Sasa tutoe mifano ya mambo yanayofanyika makanisani yanayoonyesha kwamba hawana wokovu kwa sababu ambayo yanaonyesha kwamba kwa vile hawalisikii neno la Mungu, kwa lugha nyingine hawakuokoka kwa sababu hawako katika kundi linalosikia maneno ya Mungu. Tusome katika Mathayo 23:9 Biblia inasema. Mifano michache tu. Tutakuwa tunafunga misali kama 5 ya kufunga, michache. Mathayo 23:9 Biblia inasema hivi. Kutaka kuone mifano ya matendo ambayo yatatupa watu motoni, yasiyo wokovu, ambayo yamepingana na neno la Mungu, yanaonekana kwamba hawaisikii sauti ya Mungu, kwa jinsi hiyo sio kondoo wa Mungu. Mathayo 23:9 Biblia inasema hivi. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja na aliye mbinguni. Yesu ametoka ambaye anasema ninyi hamuisikii sauti yangu kwa sababu sio kondoo wangu. Yesu anatoka anasema msimuite mtu baba duniani. Leo hii makanisa karibu yote viongozi wao anaitwa ni baba. Takatifu. Baba. Mwingine cheo chao kabisa anaitwa father fulani. Father ni baba. Sasa ni kigezo cha kukosa wokovu, sio kwa matendo mazuri wako 100% excellent. Lakini Yesu anasema msimuite mtu baba duniani, anasema hapana, sisi tutamuita baba duniani. Yesu ametoka huku kwenye Yohana kueleza mara nyingi sana tu kwamba ninyi sio kondoo wangu kwa sababu hamuisikii sauti yangu, hamuyakubali maneno ninayosema. Kwa hiyo ndicho hicho kitu kinachoendelea leo. Anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa sasa. Kama ilivyokuwa wakati wa Mafarisayo ndivyo ilivyo leo. Mungu anasema msimuite mtu baba. Wao wanamuita cheo chake ni baba. Tena anaongeza na mtakatifu. Basi. Sehemu nyingine anasema wala mbele yake anasema msimuite mtu rabi. Hapa anasema mwalimu. Anasema rabi. Leo hii viongozi wa Wayahudi, wakuu wa Wayahudi anaitwa rabi fulani. Na sasa hivi nimeshaanza kusikia makanisa ya kirokole yameanza kuwa na vyeo vya rabi. Yesu anasema msimuite mtu rabi. Rabi mimi ndio mimi mwalimu peke yangu. Leo hicho makanisani watu wanaitana rabi. Lakini huko Israeli kila mwalimu wa dini anaitwa rabi fulani. Kwa sababu walimkataa Yesu, hawataka kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo anasema hawahesabiwi katika kondoo wa Mungu. Tusome Kutoka 20 mstari ule wa 4. Kutoka 24.
Kutoka mlango wa 20 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Kutoka 20 mlango wa 4. Mstari wa 4 samahani. Nakosea. Sijui kwa nini. Nakosea anasema slip of the tongue. Kutoka kitabu cha pili mlango ule wa 20 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kitu kilichoko duniani wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Leo hii makanisa yanasema tuchonge kila kitu ni sanamu. Alafu anakuambia ukimpeleka nje anasema nimeokoka. Unamwambia nasali kwenye kanisa ya kuchonga vitu. Anasema tena kiwe cha mbinguni. Mbinguni ni kwa Mungu. Unasema Mungu alisema usichonge vitu vingine lakini uchonge mimi. Hapana, anasema hata cha mbinguni. Actually ndio hicho anza nacho. Anasema usichonge kitu cha mbinguni. Tumchonge Maria amepalizwa mbinguni. Ameokoka sana. Kwa hiyo sio matendo, sio kitu kingine, ni kuwa tayari kusikia sauti. Mungu anasema usifanye hiki, unaacha. Ndio kipimo cha wokovu. Kuto kujua neno la Mungu sio kwamba mtu hajui, hiyo sio kukosa wokovu. Kosa ni kule kulisikia alafu ukalikaidi. Kiwango tunachosikia neno la Mungu ndicho kiwango cha wokovu wetu, ndicho kipimo cha jinsi tulivyookoka. Anasema twende katika kitabu cha Marko mlango wa 2. Marko tumetoka kwenye Kutoka. Tuko tunafunga milango mitatu ya mwisho hii. Marko hii ni mifano ya vitu ambavyo Mungu amesema watu wamekataa kusikia sauti ya Mungu ndi kipimo kwamba hawajaokoka. Kwa sababu anasema iwapo anasema ninyi sio wa Mungu kwa sababu hamsikii sauti ya Mungu. Mungu anasema ninyi mnafanya tofauti. Mlango wa 2 wa kitabu cha Marko, Injili ya Marko, ile Injili Mathayo Marko, mstari wa 27, mstari wa 22 na 23 anasema hivi. Marko 2:22 na 23. Tuanze 23 hicho. Ishina 23 ni nyuma sana. Tuanzie 27 ni mbele kidogo. Tuanzie 27. Anasema hivi, akawaambia Marko 2:27-28 anasema hivi, akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Mungu anasema wazi, anasema Sabato ni kitu kidogo na ni kwa ajili ya mwanadamu. Leo hii kuna watu wanaiabudu Sabato. Wanaiabudu Sabato. Lakini Mungu anasema msiabudu siku. Leo hii kanisa la Sabato linaabudu Sabato kuliko linavyoabudu Yesu Kristo. Kabisa. Yaani haiwezekani wakaanza siku ya kwanza, saa ya kwanza mpaka ya mwisho kwenye kuabudu bila kuiabudu Sabato na kuionyesha uzito wa Sabato, lakini Yesu anakuwa yuko pembeni. Mungu anasema sehemu nyingine katika misali kama hii katika Luka 6 nadhani anasema basi hapa aliyepo ni mwana wa Mungu, mwana wa mtu ni Bwana wa Sabato. Inaonekana mnanitia wivu, mnaiabudu Sabato, mimi Bwana niko hapa. Anasema tena hapa yuko mkuu kuliko hata hekalu. Sehemu nyingine katika mistari kama hii kuisoma, ukitaka kuisoma katika sehemu nyingine hata 22 pia. Mathayo 12 na Luka 6. Kwa hiyo tunatoa mifano ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba watu wanakosa hawajaokoka kwa sababu wamekataa kuisikia sauti ya Mungu. Anasema hawaisikii sauti ya Mungu kwa jinsi hiyo, sio wana wa Mungu. Twende Luka 20:40 mistari miwili ya kufungia. Luka 20:40 tukitoka hapa tuenda Mathayo, Yohana tutafunga. Luka 20. Luka 20:40. Biblia inasema Luka mlango ule wa 20 mstari
mstari wa 40 Biblia inasema hivi. Actually ni twende 46. Twende 46. 20 actually twende 46 anasema hivi. Anasema jirindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Leo hii wakuu wa dini karibu wote wanaanguka katika hiki kipengele. Wanakaa mbele, iwapo kwenye kundi la waandishi na mafarisayo na watu wa ibada. Waandishi ni watu wenye neno la Mungu, ndio kazi yao ilikuwa ni kutafsiri neno la Mungu na kulifanya na kulijulisha kwa watu. Anasema wanakaa mbele na wanavaa mavazi marefu. Jirindeni nao. Leo hii watu wanakuambia ndio hao. Yaani leo mpaka kwa warokole wanaojiita si wa Protestanti si wanapinga hii. Nao siku hizi wanavaa hayo mavazi. Leo hii utakuta watu si waimba gospel. Anaenda anavaa suruali, anaenda anashona koti linafika mpaka chini ya magoti. Ndio anaenda nalo anaimba nalo. Mavazi marefu hayo. Mungu anasema jirindeni nao. Unadhani anaweza kusema jirindeni akiwa hana maanisha wale watu? Alikuwa anaongea watu gani hapa? Ni hao. Lakini kwa sababu watu hawana roho wa Mungu, hawawezi kusikia. Anasema mambo ya Mungu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Akisoma hapo anaona ni giza, haelewi, hawezi kaelewa, anaenda na abudu anavyotaka. Twende kusome katika Yohana wa kwanza 2:22 anasema. Hii ndiyo ipo mpaka kwenye makanisa sio wa Kiluteri sio vitu gani. Wanavaa mavazi ya namna hiyo. Anakuambia tunapinga, sisi ni wa Protestant tunapinga mfumo wa dini ya ajabu ajabu. Ndicho wanachokifanya hivyo. Anasema katika mstari wa kufunga kabisa wa mwisho Yohana wa kwanza mlango wa 20 na mstari wa pili. Yohana wa kwanza mstari wa pili. Mlango wa pili. Yohana wa kwanza mlango wa pili. Yohana wa kwanza mlango wa pili au sura ya pili mstari wa 22. Anasema hivi. Mstari wa 22 anasema ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Naomba niulize, dini ya Wayahudi inamkiri Yesu Kristo? Haijawahi kumkiri Yesu Kristo, na walisema msurubishe. Akasema nimsurubishe mfalme, anasema sisi hatuna mfalme, sisi mfalme wetu ni Kaisari, mtu wa dunia. Anasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake wakamkataa. Leo hii makanisa ya kirokole yanaabudu huku kuna bendera ya Israeli. Yamejaa. Leo unakuta wanaimba sijui ni praise and worship wameweka bendera ya Israeli. Mungu anasema yeye hakuna mtu mwingine muongo kuliko wote ila yule anayekana kwamba Yesu sio Kristo. Anasema huyo ndiye mpinga Kristo. Makanisa wanasema tuungane twende Israeli, tukaiombee Israeli. Wengine siku hizi nasikia wanachanga na michango kutuma Israeli. Watu watapotelea sehemu ndogo kama hii. Kwa sababu watu hawataka kusikia sauti ya Mungu. Na sehemu nyingine tulisoma katika Warumi mlango wa 9, wa 10 na wa 11 ulikuwa unaongelea hii hoja wazi. Anasema tazama ufalme utaondolewa kwenu, haupo tena baada ya Yesu Kristo, utapelekwa kwa mataifa. Itakuwa sio taifa tena la Mungu, anasema mtawanywa kwa watu wote. Na hata hawa Wayahudi akitokea mmoja akamwamini Yesu Kristo, akatoka kuabudu siku ya Jumamosi. Na hao wanaabudu Jumamosi, wanaabudu Sabato, wanaabudu Rabi, wanaabudu kofia zao, wanaabudu kila kitu isipokuwa Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye Yohana wa kwanza mlango wa 2 anasema huyo ndiye mpinga Kristo. Mpinga Kristo atatokea Yerusalemu pale alipoingilia Yesu Kristo. Na anasema watampokea. Mimi kuna movie nitakuja kuonyesha wale mnaoweza kufuatilia Kiswahili. Inaitwa Marching to Zion. Wale marabi wa Kiyahudi wale wakuu wanakuambia Kristo wetu atakuja na nguvu, atatuletea amani, atawaua hivi vita mnavyoviona wa nini wanaitwa? Wa Palestina kwa mfano na mataifa ya Kiarabu yanayozunguka yale. Hivi vita haviko kibahati mbaya. Vinatunzwa kwa ajili ya kuja
kumkaribisha mpinga Kristo atakayekuja kuleta amani. Na apokelewe na dunia nzima. Basi tutaishia hapa. Biblia imetuonyesha wazi kwa maandiko mengi kwamba wokovu unapimwa si kwa jinsi ya matendo mazuri, si kwa jinsi ya kwenda sana kanisani na kuimba sana, ni kwa jinsi ni kwa kiwango gani tuko tayari kuisikia sauti ya Mungu, tukianzia na maneno ya wokovu. Na maneno mengine yote katika neno la Mungu. Leo hii Wakristo kuambia kuna kitabu kinaitwa Ufunuo na kuambia akituhusu sisi ni gizani. Kwa sababu hawa sio wa Mungu. Hawawezi kusikia sauti ya Mungu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa neno lako siku ya leo. Asante Mungu kwa kutulisha chakula cha uzima. Tuomba Mungu yakatende makusudi yako katika maisha yetu. Wiki yote iliyoko mbele yetu siku 7 tena Mungu tunaomba kama ulivyotutunza, kama unania makuu kwa ajili yetu na uzima wetu Mungu, tunaomba ukaendelee kututunza. Tulinde na vifungo, tulinde na mashaka, tulinde na njaa, tukinge na mikosi, tukinge na vita, tukinge na magonjwa, tukinge na mioyo iliyokata tamaa. Mungu tujaze roho wako, tujaze matumaini yako, tulinde na mabaya ya dunia hii. Na zaidi sana Mungu wa mbinguni, tulishe chakula cha roho kila siku mfalme. Tukusanye tena wakati mwingine siku zinazoendelea, Alhamisi na Jumamosi na hata Jumapili. Mfalme wa ajabu, tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunapokea. Amen. Amen.